Hatujawahi kuwa na Tanzania au Tanganyika ya watu wakatili namna hiyo. Hatujawahi, mimi sikumbuki katika taifa hili. Ni ushetani wa hali ya juu. Yaani ni jambo lisilomithilika. Yaani mimi naamka tu hapa bila sababu, nashika mguu wa ukashu pale, nafunja, natupa porini. Narudi nyumbani, mke wangu ananibandikia maji, nimetoka kazini. Na kesho naamka niko soba. Huyo mtu kule anatakiwa kuachwa kwenye ofisi ya umma. Huyo mtu hawezi kupika na kula nyama ya mtu. Utu haupo katika taifa, unadidimia. Nguvu inatumika kupiga innocent people wanaoamini katika utawala wa sheria. Tunawauliza polisi, mnajeuri nyinyi kupambana na Watanzania milioni 62 wakichukia? Kwani mnawapanikisha watu? Mnapata faida gani kwenye damu ya binadamu mwenzako? What are you gaining? Unavunja mtu mguu, sio mhalifu. Yani ni kwa sababu tu panya. Yani natoka tu nyumbani kwamba nimeenda kazini, namkamata mtu kama panya hapa, naanza kupiga, navunja mguu, jambo ambalo hata mbwa mwenye kichaa hafanyi. Lazima uwe unamfuata kwenye eneo lake. Tuna watu wa namna gani? Hili jambo sio la kawaida, ndugu zangu wa Tanzania. Msizoee damu na machozi na vilio vya watu, sio jambo la kawaida. I wish ningekaa zangu kule, mimi ningesema watu wa Tanzania, amka, twende tukaandamane barabarani. Biashara kutuambia tuko nyuma yenu, hatutataka. Hakuna kukaa nyuma ya mwenzake, kwa sababu hakuna aliye salama. Wote tuzungumze na tuiambie serikali ili likome. Tumeandika vya kutosha, tumetweet vya kutosha. Kama ni kujishusha chini, we have been down to earth. Nyote ni mashahidi, mnatutukana mpaka mnatuchora kwenye makatuni, because we are humble down to earth. We are trying to make others understand us kwamba we have nothing in person. Tunachotaka ni haki. Nasoma kisa cha Kaini na mdogo wake Habili. Hawa ni watoto wa